Hello my good people, welcome kwa channel yangu. Wao ambao ni wageni, karibu sana. Returning subscriber, returning viewers, new viewers, wacha Mungu akawabariki. Neema ya Bwana kasiri kuachia maisha yenu. Sasa ndio kusoma andiko la Bwana ambalo litatuambia kwamba tunapopitia katika mateso, wengi wetu tunakata tamaa. Lakini pia tunaambia kwamba katika hiyo mateso inafaa tuvumilie, inafaa tusimame imara kwenye maombi. Inafaa tukamtumainie Bwana kwa kila jambo, maana hayo mateso huenda ukawa inatupeleka katika kile kitu ambacho tumeomba kwa muda sana, katika baraka zetu, katika miujiza yetu. Ndipo sababu Biblia inapokuwa inatutia moyo, inatupa nguvu tukazidi kusimama kwenye mapito, tukavumilie hadi mwisho. Tutaona yale Mungu ametuandalia. Mateso mengi tunayopitia, Mungu anatuaminia kwamba haya mateso utayavumilia na utashinda na utapata taji mwisho wake. Enda kusoma Biblia, maandiko ambayo litatuambia kwamba tusimame imara katika Bwana, maana Mungu yu pamoja nasi. Tunaposoma kitabu kutoka Petro wa kwanza, usome sura ya kwanza mstari wa 6 na mstari wa 7. Mfurahi sana wakati huo, ichapokuwa sasa kwa kitambo kidogo, ikiwa ni lazima, mmehusunishwa kwa majaribu ya namna mbalimbali, ila kwamba kujaribiwa kwa imani yenu, ambayo ina thamani kuu kuliko dhahabu ipoteayo, ichapokuwa hiyo hujaribiwa kwa moto, kuonekana kuwa kwenye sifa na utukufu na heshima katika kufunuliwa kwake Yesu Kristo. Ichapokuwa tunapojaribiwa kama dhahabu inapojaribiwa kwa moto, utakapojaribiwa katika hii mateso, katika hizi changamoto ambazo tunazopitia, ukiwa mshindi, hakika utaona yale Mungu amekuandalia. Lakini tunapokuwa katika hii hali, maswali mengi huwa tunajiuliza. Tunapitia hali ngumu mpaka tunasema kwamba na majaribu yanapokuja na adui ndipo anapoinuka. Lakini Biblia inakuambia kwamba unapojaribiwa inafaa ukamtumainie Kristo, ukazidi kusimama kwenye maombi, ukazidi kuwa mvumilivu katika ile hali. Ingawa Shetani ataingilia, ingawa watu watakuja wakisema maneno mengi, lakini hayo yote usimame kwenye Mungu na usimame kwenye imani yako na usirudi nyuma kwenye maombi. Ukazidi kuomba, ukazidi kumtumainia Kristo. Mungu atatenda mambo makuu. Mungu atatenda mambo maajabu katika maisha yako. Utaona mambo makuu Mungu amekuandalia. Ndipo Biblia inatuambia kwamba katika hiyo hali endelea kumtumainia Kristo. Katika hizo mapito endelea kusimama kwa ajili ya Bwana. Hiyo majaribu ni ya muda kidogo, itakupeleka kwenye baraka zako, inakupeleka kwenye hatima yako, itakufikisha mahali Mungu amekuandalia. Kila kitu ulikuwa umeomba kwa muda mwingi, hizo changamoto umepitia kwa sasa zinakutayariza kujua kwamba kila kitu ambacho ulikuwa unaomba unakihitaji ama sicho kitu ulikuwa unataka. So hizo mapito, changamoto, simama nazo, vumilia ndani. Usikate tamaa, Mungu yu na wewe. Mungu hawezi kuipisha, Mungu hawezi kuachilia. Utakuwa mshindi na Bwana atakufalisha taji, utaona baraka zako. Mbeleni ya hapo utaona mambo makuu yale Mungu amekuandalia katika maisha yako. Unaposoma hicho kitabu cha Petro wa kwanza, sura ya 4 mstari wa 12 na 13. Tusikie Biblia inasema kwamba wapenzi, msione kuwa ni ajabu ule msiba ulio kati yenu unaowapata kama moto, ili kuwajaribu kana kwamba ni kitu kigeni kiwapatacho. Ila msiba, yale mapito, zile changamoto unazopitia, tusione kwamba ni kitu kigeni, maana watu wote duniani, kila mmoja anapitia mapito yake, kila mmoja anapitia changamoto. Usaweza mtu akupapapa unaona anafurahia, lakini hakuambia hali aliyo nayo katika maisha yake, zile changamoto anazopitia, akaamua kwamba hizi si kitu kigeni, mimi si mtu wa kwanza kupitia haya. Kila mmoja anapitia hali yake ngumu, ingawa hatuoni, ingawa hatuelezi. So isikuwe ni kitu kigeni unapokuwa katika hiyo hali, maana kila mmoja anapitia changamoto zake. Kila mmoja unayemuona hako na hali yake ngumu, lakini amefurahia kwamba kwa sababu amesema ya kwamba si kitu kigeni. Biblia inatuambia si kitu kigeni, akachagua ya kwamba nitaendelea kumtumainia Kristo na nitaendelea kufurahia
katika hizi mapito ambazo ninazopitia, maana si mimi peke yangu. Kila mmoja akona na mapito yake, kila mmoja akona mateso anayopitia, hata kama siyaoni, lakini najua duniani kote kila mmoja akona changamoto zake. Ukisoma mstari wa 13 nasema ya kwamba lakini kama mnavyoshiriki mateso ya Kristo, furahini ili na katika ufunuo wa utukufu wake furahi kwa shangwe. Lakini tunaposhiriki katika Kristo, tunapopitia mateso ya Kristo, tukafurahi, maana Mungu anajua chenye tunapitia. Hiyo hali furaheni katika hiyo mateso, furaheni ukamtumainie Bwana na ukazidi kusimama kwenye maombi. Mungu atakuwezesha, Mungu atakuondoa hiyo hali, maana si kitu ya milele, ni mapito ya muda mchache. Utatoweka, Mungu atabadilisha maisha yako na utaona mambo makuu, utaona baraka zako ambazo Mungu amekuandalia. Usione ni kitu kama ni kitu kigeni, si kitu kigeni ambacho kimekupata. Kila mmoja anapitia hali ngumu, kila mmoja anapitia changamoto katika hii maisha. Simama katika Bwana, mtumainie na utazidi kuona baraka zake ambazo amekuandalia. Utakapopita hayo mapito, Bwana atakuandalia makao, Bwana atakupatia zawadi, Bwana atakumiminia baraka zako. Ukisoma hiyo sura ya 4, ukisoma Petro wa kwanza sura ya 4 usome mstari wa 7, Biblia tunaambia kwamba lakini mwisho wa mambo yote umekaribia, basi iweni na akili mkeshe katika zara. Katika mwisho, lakini mwisho wa mambo yote umekaribia. So hiyo changamoto unazopitia, jua ya kwamba mwisho wake hauko mbali. Bwana ako karibu kukumiminia baraka zako. Bwana ako karibu kukutendea mambo makuu. Bwana ako karibu kubadilisha hali yako ya maisha. Haikuwa ni kitu ya permanent, haikuwa ni kitu ambayo ikae milele, ilikuwa ni part of your story. So wakati imekuja, wakati wake umewadia ili kaweza kuondoka. Bwana akakufunulie baraka zako, siri ambayo umeomba kwa muda mwingi, siri ambayo ulikuwa umeongoja kwa muda. Bwana ako karibu kukuletea zawadi zako. Bwana ako karibu kukuletea baraka yako. Mtumainie Bwana, simama imara katika hiyo mateso. Jua kwamba Mungu ako na sababu ukaweza kupitia hayo, na si kitu kigeni. Kila mmoja katika ulimwengu anapitia changamoto zake. Ni hali tunaamua kwamba zaidi ya yote tukamtumainie Bwana na tukasimame kata mapenzi yake. Mungu anajua sababu, hakuna kusudi kwa kile jambo unachopitia katika ulimwengu. Endelea kumtumainia, endelea kusimama katika Kristo. Bwana ni mweza, Bwana ni mwaminifu, hawezi tuipisha na hawezi tuacha. Ndiposa tukaweza kutunukiwa zawadi ya kwa uvumilivu katika zile changamoto tunazopitia. Jua kwamba mwisho wa hiyo hali yako unakaribia. Kesa na kuomba, simama kwenye sala, simama kwenye maombi, ukawe tayari, ukajitayarishe kupokea zawadi ambayo Mungu amekuandalia, ile ambayo umeongoja kwa muda mwingi, kwa kuwa mvumilivu katika majaribu yako, kwa kuwa mvumilivu katika hizo shida. Mungu ni mweza. Mungu